kutupa uhai na amekubali tukaweze kuingia katika nyumba yake. Na pia hata ninashukuru Bwana ni kwa sababu ya mtumishi wa Mungu, askofu wetu Evans Njoroge in absentia. Let us celebrate him katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu apewe sifa. Na kwa hivyo ninapohubiri ninapenda nitambue mafuta yaliyoko juu yake katika jina la Yesu Kristo. Bwana sifiwe. Sitakaa kwa vile muda umesonga, na ninapenda tuweze kukamilisha ambacho kimefanya tukaingia katika nyumba ya Bwana siku ya leo, na ninajua tutabarikiwa kwa pamoja. Na napenda nikaribishe online members kwa ibada ya siku ya leo katika jina la Yesu, na ninajua Mungu anapotunenea hata wao atapata nafasi ya kuwanenea na hata kuwabariki katika jina la Yesu. Bwana Yesu pewe sifa. Hebu tuombe kwa sababu ya neno. Ni asante Bwana Mungu wa rehema, ninakubariki na ninakutukuza asubuhi ya leo, ni kwa sababu wewe ni mwema na hakuna Mungu aliye kama wewe. Ni asante kwa sababu umetukuka juu ya miungu yote ambayo Bwana inaabudiwa katika dunia, katika jina la Yesu Kristo. Hakuna hapata kuwa na Mungu atakayekuwa kama wewe katika jina la Yesu. Ni asante kwa sababu ya ukuu wako, ni asante kwa sababu ya upendo wako. Bwana ninakubariki na ninasema ni asante. Ni asante kwa sababu ya wakati ambao ni muhimu sana tuasongea mbele zako Bwana, tukaweze kusikia sauti yako, tukaweze kusikia mawazo yako unaponena nasi kupitia Roho wako Mtakatifu. Naomba ya kwamba Roho wako Mtakatifu atanena nasi katika jina la Yesu Kristo. Mawazo yetu, mafikra yetu tuyatwika kwako, hata roho zetu twazipatiana kwako. Tuomba ya kwamba na Roho wako Mtakatifu akatawale ninaponena. Bwana Mungu wa rehema, naomba ukanipe usemi, ukanene na watu wako kunipitia katika jina takatifu na teule la Yesu Kristo. Neno lako Bwana kalifuate katika mioyo yao, ndio Bwana Mungu wa rehema likaweze kuleta manufaa na faida katika maisha yao, katika jina takatifu na teule la Yesu Kristo. Bwana tuomba na hata na kuamini. Amen. Bwana asifiwe. Asubuhi ya leo ninataka tuongee juu ya neno la kuweka mizigo yetu kwake Yesu Kristo. Casting our cares upon Jesus. Bwana Yesu apewe sifa. Na kwa hivyo tutasoma katika kitabu cha Petro wa kwanza, 1 Peter 5 from verse 7. 1 Peter 5 verse 7 only, na tutabarikiwa. 1 Peter 5 verse 7 inasema, huku mkitwika yeye fadhaa zenu zote, kwa maana yeye hujishughulisha sana kwa mambo yenu. Rudia tena. 1 Peter 5 verse 7, huku mkitwika yeye fadhaa zenu zote, kwa maana yeye hujishughulisha sana kwa mambo yenu. Amen. Na tusome kwa lugha ya Kikuyu. Peter 5:7 inasema, na mumurekagĩrĩrie maũndũ mothe marĩa mũtangĩkagira, tondũ nĩwe ũrũmbũyanagia na maũndũ manyu. Amen. Bwana Yesu pewe sifa. Mumurekagĩrĩrie maũndũ manyu mothe marĩa mũtangĩkaganĩra, nĩ tondũ nĩwe wĩkaga atĩa? Umarũmbũyagia. Thank you muno Ilia. Bwana Yesu apewe sifa. Yangu inasema, when you read the amplified version inasema, casting the whole of your care into bracket all your anxieties, all your worries, all your concerns, once and for all on him, for he cares for you affectionately and cares about you watchfully. Bwana Yesu apewe sifa. Neno hili limenijia na nikaguza moyo wangu, na ninajua kana wewe ya kwamba nitaguza moyo wako. Bwana Yesu apewe sifa. Biblia inasema ya kwamba casting the whole of our care, tumpatie mambo yetu yote Yesu Kristo, mambo ambayo yanatusumbua. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana sifiwe. Na
Na wakati nilikuwa ninajiuliza maana ya neno casting, Bwana Yesu apewe sifa. Casting means to throw. Bwana ni roho sio. Era ubagoitia. Unaona? Ne video kali nayo. Ne video yako dini. Udosi wa video yako dini. Oya. Oikiria Yesu akuwe. Bwana ni roho sio. Because casting means to throw. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo Yesu Kristo mwenyewe anapendanga sana. Bwana Yesu apewe sifa. We cast unto him all our cares. Bwana Yesu apewe sifa. We cast unto him all our cares. Biblia inasema ya kwamba we cast all our cares to him, Bwana, because he cares for us. Bwana Yesu apewe sifa. And Jesus cannot be caring for you and on the other hand you are caring for yourself also. Bwana Yesu apewe sifa. Haiwezekani kuwa ya kwamba Yesu Kristo anashughulika kwa niaba yako ili hali mwenyewe unashughulika kwa niaba yako na wewe pia. Bwana Yesu apewe sifa. Ni kwa sababu ikifika mahali kama hapo, wala ni roho sio. Jesus always steps aside. Yesu huwa anaondoka, anakuacha sasa ushughulike. Kwa sababu haiwezekani kuwa yeye anashughulika na hii hali na wewe unashughulika. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa sababu haiwezekani hivyo, ashughulike na wewe unashughulika. Kwa hivyo kama umeshika shida zako, Yesu Kristo hatashughulika nazo. Kama hautaashiria kinachokusumbua kwake, he cannot force himself into your life. Bwana Yesu apewe sifa. Because Jesus loved it when we cast our cares. Na nimekuambia ya kwamba casting means throwing. Bwana Yesu apewe sifa. Na huwa tunatupa kwa nini? Why do you throw? Bwana Yesu apewe sifa. Kitu chochote ambacho unakitupa hivi, jambo la kwanza ni kiwe ni kitu ambacho haukipendi. Bwana Yesu apewe sifa. Na nini nenda mundu rambika itiku ni Yesu mwana wa Ngai nikiotera kulikania oriki kaidri itiku kitu yoyo late. Point number 1 ni kitu ambacho haukipendi. Bwana Yesu apewe sifa. Point number 2, kitu ambacho unacast. Nimekwambia ya kwamba casting means throwing. Bwana Yesu, to throw. Bwana Yesu apewe sifa. Number 1, kitu ambacho unatupa ni kitu ambacho number 1 haukipendi. Anything that you does not want in your life. Bwana Yesu apewe sifa. Na unaona ya kwamba haifai kuwa katika maisha yako. Bwana Yesu apewe sifa. You throw it unto Jesus. Bwana Yesu apewe sifa. Point number 2, ni kitu ambacho kinakusumbua. Mwana ni roho sio. Jambo lolote ambalo linakusumbua, you cast it unto Jesus. You cast it unto Jesus. Why? Because he cares so much for you. Bwana Yesu apewe sifa. Point number 3, kitu ambacho kimekuchosha. Kitu kikutogeti. Umeng'ang'ana, umebebana, imefika umechoka. Bwana Yesu apewe sifa. You throw it unto Jesus. Point number 4, jambo ambalo haujui namna. You don't know how to handle that problem or that situation. You do not have a way out. Kiundutari turamenya limerali ya kione nako. Mwana ni roho sio. You cast it to Jesus. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana ni roho sio.
na Biblia inasema ya kwamba you cast it unto Jesus because he cares. Bwana Yesu apewe sifa. Na nimewaambia ya kwamba Jesus cannot care because of you and simultaneously na wewe uwe unakea. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo wakati wowote utakuta ya kwamba katika maisha yako kuna jambo ambalo umelibeba. Bwana Yesu apewe sifa. Kuna jambo ambalo umelibeba. Kwina githina ukuwete. Waigua ukuwete kindu kamenyaga ndu agiria Jesu akume. Nona? Ukamenyaga uguo. Tarwine ciana itigocoka cukuru umuthi. Etiguo? Ciana itigocoka cukuru umuthi. Primary school etiguo. Secondary school is from tomorrow and the day after tomorrow. That is Wednesday. Sidio? By Wednesday, all the pupils and students will be back in school. Sidio? You don't have that fee. They are that student in secondary school. Sidio? Ukisikia una masumbufu kwa kichwa, jambo la fees linakusumbua kiasi ya kwamba hata haulali, in the middle of the night you wake up, wale vyarogoso unaanza kufikiria, that is a sign that you have not casted that burden unto Jesus. Ni uregire na muligocio na nikio nginya witoro urakoma o ariori wimugongo ukuwete mwana vyarogoso. Bwana Yesu apewe sifa. Because kama ulipatiana huyo mzigo kwake Yesu Kristo, hata kama shule ni kesho, Bwana Yesu apewe sifa, you need to sleep like a baby today. Bwana Yesu apewe sifa. Ni kwa sababu yako tu ni kuenenda mbele zake Bwana na kumwambia, Father Lord, I want to bless you. Thank you because of whom you are. Thank you because of who you are capability. I know you can do exceedingly, abundantly, above all that we can ask, imagine, or even pray. And tonight, as I lay down to sleep, Father Lord God, I cast my son's school fees unto you. I will not care about my son's school fees, for it is written, no one, cast your cares unto Jesus, because he cares for me. Father Lord, thank you, for I know that you are taking care of me and my son. And tonight I'm going to sleep peacefully. Bwana Yesu apewe sifa. Na usimpatie, you know you can give Jesus your burden kwa mdogo lakini kwa moyo umeshika. Eti good. Ile mtiraka nyogo. Tune aje sababu na kanisa. No goroini. You are still grieving on that problem. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana sifiwe. But Jesus loved it when we completely cast our cares unto him. Bwana Yesu apewe sifa. Casting our problem unto Jesus, casting our problems, our worries, our concerns unto Jesus is a sign of surrender. Point number 1 is a sign of surrender. Bwana Yesu apewe sifa. Kuonyesha ya kwamba that you are weak and you cannot handle the situation, so you surrender it to Jesus. Bwana Yesu apewe sifa. Point number 2 is a sign that you totally trust in Jesus. You trust him only. Total trust. And that is the reason why umemwambia I cast
my problem of lack of school fees unto you, for I know, Jesus, that you cares for me and my son. Bwana Yesu apewe sifa. Because you totally trust in Jesus. You trust in Jesus that he will be able to handle your problem. Unamdhamini kabisa ya kwamba kwake Yesu Kristo mimi siwezi nikatoka bila jawabu. Kwake Yesu Kristo sitashindwa. Kwake Yesu Kristo na ndio nimetua mzigo wangu kwake ili abebe kwa niaba yangu, kwa sababu mimi nimemdhamini kabisa. I have total trust in Jesus Christ, Son of the living God, that he is a problem solver. He is caring for me. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu apewe sifa. Na jambo lingine nimekwambia ya kwamba is a sign of total surrender, total trust. Number 3, inaonyesha ya kwamba you cannot trust God whom you do not know. Ni lazima uwe umemjua fully. Umejuana na Yesu Kristo kiasi ya kwamba you have no doubt. Bwana Yesu apewe sifa. And umemjua and you have known him and known him well. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa sababu kutomjua Yesu Kristo vyema ndiko kunafanya Wakristo wanampatia mzigo ili hali wameshika. Bwana asifiwe. Nemora hiyo. Kwaga kumenya Yesu Kristo wega ni kugutuma bamunegera muligo na kanua uturia rakuguthĩrio kamunegera na kanua kana kamunegera hĩndĩ ĩyo hingĩte maitho ũkĩhoya wahingũra ũkona ndangĩhota ũkagĩra mũrigo waku harĩwe ũgakuma ũgathiĩ naguo kuma kanitha-inĩ. Nĩtwahoya gũkũ na twetĩkia twaura nginya nĩtwetĩkia, no tondũ ndũĩ Jesũ Kristo wega ukiuga koya kamũrigo gaku ũgathiĩ nako. Na nĩkĩo Daniel augire in the book of Daniel 11 and verse 32, those who know their God, they shall do exploits. Wanaomjua Mungu wao vyema watafanya mambo makuu, kwa sababu wasiomjua Mungu wao vyema hawana uwezo wa kutenda mambo makuu. Ni kwa sababu mtendaji wa mambo makuu ni Mungu. Na the key here is knowing. Kama unamjua Mungu wako vyema, hamna siku utaweka mzigo kwake Yesu Kristo na kisha baadaye urejee ushukue ule mzigo. Ni kwa sababu umejuana na Yesu Kristo vyema, you have reached and you have come to a point na umejua ya kwamba this Jesus is a problem solver. I do not need to order. I do not need to care, because Jesus himself is taking care of me. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo kutomjua Yesu Kristo ndiko kumefanya Wakristo wengi kuishi na mizigo, anxieties, stress, worries, diseases. Bwana Yesu apewe sifa. Mwana ni roho so. Yes, because it is also written in that very book of Peter, by his stripes we were healed. See that we were is a past tense. Bwana Yesu apewe sifa. Hata si sasa tunapona. Jesus dealt with sickness, illness, diseases, infirmities those days while on the cross. And that is why Peter wrote and said, by his stripes we were healed. Kwa hivyo kama umemjua Yesu Kristo wako vyema na umejua neno vile linasema, you will just stand
Yesu apewe sifa. Yes. Thank you, Father, because you are my Father. Thank you, Jesus, because of the accomplished work on the cross. Bwana Yesu apewe sifa. Ninakushukuru kwa sababu ya kazi njema uliyoifanya pale msalabani. Na ni asante kwa sababu ugonjwa ulioko ndani ya mwili wangu si wangu tena. Katika jina la Yesu Kristo. For it is written, by the stripes of Jesus on the cross, we are healed. And right now, I proclaim my healing from the crown of my head to the sole of my feet in the mighty name of the Lord Jesus. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo kutojua is the key thing. Bwana Yesu apewe sifa. Casting your burden unto Jesus is a sign that, number one, you surrender to the authority of Jesus Christ of Nazareth. Bwana Yesu apewe sifa. Number two, you wholly trust in Jesus, and your trust is in Jesus Christ of Nazareth. Bwana Yesu apewe sifa. Jambo lingine, Bwana Yesu apewe sifa. You know that Jesus answers and cares. Kama unamjua Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai, hautabeba mzigo. Ili hali ako ambebe mzigo kwa niaba yako. Bwana Yesu apewe sifa. And that is why Peter said, cast your burden unto Jesus, for he cares. Na ninataka ujue tunapotoka hapa, as long as jambo ambalo uko nalo linazidi na kukosesha amani katika maisha yako, then you have not surrendered that burden unto Jesus. Wala ni roho sio. Odosi orage lako no orage na bere na kubeli ya kinyadura koma, then uliho akunegerete Yesu. Uramune ukasoko kowe. Bwana Yesu apewe sifa. Na Yesu Kristo ni muungwana kiasi ya kwamba hamwezi mkang'ang'ania burden. Utaginya liliolinoga. That is when ukisha choka, then you will surrender. Once you surrender, then Jesus will come in. Bwana Yesu apewe sifa. Ni kama vile tu Isaka alimwambia Esau, the day you will grow weary, utakuja kongwe ambalo ndugu yako Yakobo amekuweka kwa shingo lako. Nasi siku ya leo tutakapochoka na kubeba mizigo na masumbufu katika maisha yetu, kukosa amani, Bwana Yesu apewe sifa, kusumbuka, kujitafutia jawabu sisi, Bwana Yesu apewe sifa. Tutakapochoka, then we will surrender our burdens to Jesus, and he is readily available to take care and to carry our burdens. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini hawezi akachukua mzigo wako kama haujampatia mzigo ambao uko nao katika maisha yako. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa sababu kubebana na mzigo wako is a sign that you do not have trust in Jesus. Haujamdhamini na ndio unabebana. Bwana Yesu apewe sifa. Number 2, kubebana na mizigo yako is a sign that you do not even know that God. Haujui Yesu. Bwana Yesu apewe sifa. Mwana ni roho. Bwana asifiwe. Kwa hivyo tunapomalizia mwezi wa April, because today is 27, ndio tumebakisha siku zingine 3. Bwana Yesu apewe sifa. Ndio milango ya kwamba neno hili likaanze kufanya kazi. Imagine ukiishi maisha kama haya, casting, ati kila kitu kikija katika maisha yako, you throw at Jesus, because Jesus loves it when we stay free, carefree,
kusiwe kuna jambo linakusumbua, kwa sababu masumbufu yote, all your worries, all your cares, all your anxieties, Bwana Yesu apewe sifa, umepatiana kwake Yesu Kristo. Bwana Yesu apewe sifa. And when you fail to cast your burden unto Jesus, what happens? Bwana Yesu apewe sifa. Wale wakumea na mligo wakuhale Yesu Kristo ni kege kukoraga. Number 1. Bwana asifiwe. Fear. Fear grips you. Woga unakushika mateka. Unafanyika mateka wa roho ya uoga. Kwa sababu pasipo na suluhisho ni lazima sasa uoga uingie. Na ndio unakuta mtu anasema sijui itakuaje, ni unajiamenya gwekatia, jiamenya kukienako, jiamenya atira, jiamenya. That is fear. Fear grips you. Bwana Yesu apewe sifa. Number 2, confusion. Fear comes with confusion. Unachanganyikiwa ile baya. Bwana Yesu apewe sifa. Even if your neighbors looking at you like this, know that this guy, my dear, is totally confused. Yes, confusion. Nimesema fear, confusion. Number 3. Unajua confusion inafanya nini? Confusion erases even the literal truth that you had in you. Confusion yoka yeheragia kinyaka okauma karia umanako kanini. Mwada nyerogoso. Na gina in the situation of confusion, no yo Jamie, what is your name? Uge, my name is Eric. What is your name? My name is Eric. My name is John. Spirit of confusion has taken hold of you. Bwana Yesu apewe sifa. Number 3, if you don't surrender your baggages to Jesus, doubt take control of you. Hata jambo ambalo unajua is good, unaanza kuulizia watu. Bwana Yesu apewe sifa. Tarindo ile tutiowe kuruga nduma ugure kanokie jedo maritiku ukiutendo okawita ndorori inde twikira kasi ugakunye kana kindu gasoko kaigirira kindu kingi dauti tumaga watie kunya kuria mundu ndaka dia ndo mai kuma aute kiatu. Imagine even now tumetie choketie kuma aute kiatu ukaigirira isa mokita tataka ikomi daidano imutaboine na reka sigana. Because fear, doubt, confusion erases chehera ya courage na ikene ya kinyama ya kumanani. Mwada ya roho. Bwana Yesu apewe sifa. Leo ndivyo zilizako ya what is your name? My name is. You say what? My name is Eric. Not Eric. My name is John. What am I saying? My name is Kamau. You go the back way. This guy looks confused. Bwana Yesu apewe sifa. Yes, because even the little truth that was inside of you, either ndio na yehera ya hiyo ni goya. Leo wewe empty, vacuum. Bwana Yesu apewe sifa. Na that is why even God himself hates fear. Bwana Yesu apewe sifa. Na fear huwa inatoka from anxiety. Anxiety nayo huwa inakuja kwa sababu gani? Because you have an unsolved issue within you. Kuna jambo ambalo halijapata suluhisho ndani yako.
ikishakaa sana, it brings forth anxiety. Anxiety equals worry. Sidio? Worry brings fear. Fear brings confusion. Confusion brings doubt. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana sifiwe. Kinyagiti kedera Yesu ni kwenda mbele. Ona, teach me now. Bwana Yesu apewe sifa. Because if at all this is the kind of life that you want us to live, then we kwenda mbele ndio maana. Bwana Yesu apewe sifa. Because I also desire this stress-free, carefree life. Bwana Yesu apewe sifa. Yes. Na nimesema ndio sasa tunapomalizia mwezi wa 4, tuingie mwezi wa 5. Friday is 1st May, Labor. Bwana Yesu apewe sifa. Make it an appointment with Jesus that from this day forward, Bwana Yesu apewe sifa, sitabeba mizigo tena. Ili hali Yesu Kristo yuko na ulitoa uhai wako, and even to date you are so much willing to take care of my burdens, my worries, anxieties. Bwana Yesu apewe sifa. Even I am not supposed to say my worries. Why should I worry? Is worrying on my behalf. My cares, why care? Because this kuna huyu mwimbaji aliimba akasema, Jesus is taking care of me. Jesus is taking care of you. Bwana Yesu apewe sifa. Na Biblia inasema ya kwamba is this good shepherd, mwenye alienenda kuchunga na mbuzi moja out of 100 kapotea. He had to leave the 99 and went to go rescue and look for the one that was lost. Bwana Yesu apewe sifa. Na kama alitoa uhai wake, life is so precious. Bwana Yesu apewe sifa. And this Jesus laid down his life. Life is so dear. Imagine someone giving out his life. Ni kwa sababu yako. Ni jambo lingine gani hawezi akatenda? Kama alitoa uhai wake, ndio wewe upate uhai. Wewe usoka kwa mbinguni. Nikikinga nani na muone. Imagine. Nikikinga nani na muone. Yitaribu wako itavikinga. Oh. Asa. There is nobody. Nobody. Kinyona msiamile wako siende. Na kitabule wake halo. Atendio ni wapi? Sidio. La no Yesu akiruka moyo wake. Life is so precious. Na le moyo is fine. Tondu akikondia kirutire moyo ri. Nithi natangi nota. Akikondia rutire moyo ri. Nithi atangi kule akutwara mwana sukuru. Akikondia rutire moyo ri. Nithi akuri atangi kule. Akikondia rutire moyo wake. Nithi guturia atangi nota guturia moyo. Na tubini kaganiki. Ndio sio kipiga niti ya. Wewe gani kanini? Ndio moyo wewe. Kama uliye Jadi jurenya wapi berapa lagi? Orang itu kira kutinggikan itu. Wadah dia mau. Because Jesus pun tangguh. It is a sign how the degree and magnitude of how He cares for us and how He loves us. Adikonia tile moyo wake. Life is so dear. Etiko. Ni udore kosio. Wina kumude nyawokudu. That very Jesus cannot handle. Ni udore kosio etikira ukogie. Uregete kunegera Yesu. Ni udore kosio Yesu ataje kuikira. Urakura halio tali toro. Ugatuma kinyoro wale. Unapata high blood pressure. Nduaga huko matangweli na kama kwa jia kutoka kwa vingi wa mwili wa kiaji kutoka bana. Na ila ndo kwa bana je soruka mitio wa kwiro le.
Bwana Yesu apewe sifa. Na alikuwa tuitikie kiugo hiki kuthenya wao mudeti. 1 Peter 5:7. Kasti tazama hili Miriam. Tugeetikie tu. Omweli wame ugenda rĩu ũkwerekere nginya ũria twĩra nĩguo gũthiĩ gwĩka. Nyone ũria Jesũ ciatwĩrĩra agĩka na tondũ ti niĩ nyandĩkĩte haha rĩ. He will do it. Bwana Yesu apewe sifa. Soma tena. 1 Peter 5:7, huku mkitwika yeye fadhaa zenu zote, kwa maana yeye hujishughulisha sana kwa mambo yenu. Peter 5:7, na mumũrekagĩrĩrie maũndũ mothe marĩa mũtangĩkagĩra, tondũ niwe ũrũmbũyanagia na maũndũ manyu. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Nayo Biblia yangu inasema ya kwamba NLT inasema give all your worries and care to God, for he cares about what happens to you. Bwana Yesu apewe sifa. Mpatie masumbufu yako yote, mpatie mambo ambayo unayapitia, mpatie all your worries, all your cares, all your anxiety. Cast na ginya kikiwa na gitiauga tigana ngi kuyo kirauga ati munenge githungu kirauga cast na ndamira cast is to throw at Jesus ati ni fili ya mwana itali. Oya, etibu. Negia kulia itoi kwa ilia kumalilia kili. Throw at Jesus. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana sifiwe. Ne mwisho wa mwengine tikabeza siya kuliha nyumba. Chukua Yesu. Mimi sishughuliki. Bwana Yesu apewe sifa. Kile na house rent. Oya Yesu. Bwana Yesu apewe sifa. Mwadhani ya roho sifa. Ndirenda kuhakika iyo fiosi na leo usio na tile nafia. Thank you Bwana Yesu Kristo. Nitoe maandiko mara mengi. I cast all my burdens unto you, Jesus, because you care for me. Na leo mwadhani horo wako wa kujina iyo vinakushoka kilia gari ya fieri ya gekati kagoda kajua tena hivi. I cast unto you. Thank you, Father, because I know you care for me. Asante Yesu ni kwa sababu ninajua unashughulika katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo ndio bilangu ninapomalizia kwa sababu sitasoma tena. Bwana Yesu apewe sifa. That from today tupatie Yesu Kristo mizigo yetu. Bwana Yesu apewe sifa. Na kama unahisi ya kwamba huwezi, omba Mungu sasa akuwezeshe. Give the Lord Jesus, I do not know how to cast my burdens and to teach me how. Bwana Yesu apewe sifa. Because I would love to live a carefree life. Bwana Yesu apewe sifa. Because I would love to experience this free burden life. Bwana Yesu apewe sifa. Because I would love to experience this peace that you bought for me. Bwana Yesu apewe sifa. I would love to experience the healing, divine healing flowing in my body, for you bought it for me. Bwana Yesu apewe sifa. Because I would love to experience this victorious life that you purchased on my behalf. Bwana Yesu apewe sifa. Because haiwezekani ya kwamba Yesu akaonekana kama kwamba amelemewa pale msalabani. That is what the Bible says. Yes. And he believed. Na wale ndio sokio ukirifu. No akorirwo wira ucio akirutire ni watu. Na rĩu tondu gĩtuĩka watu gũrĩ. Agĩconorithio nigetha twamwĩtĩkia ithuĩ tũtikanaconoke. Mwana nĩ arogoco.
he became poor, yet he was rich because he was God himself. Lakini akapitia hiyo janga ya kuonekana kama kwamba ni maskini, ndio nasi sisi tukimwamini. Halo, na watu wanaokugaji hili na uko hili na nikilito wewe ni tema na ni meditate your portion in Christ Jesus. Bwana Yesu apewe sifa. Nataka tusimame mbele zake Bwana, tuombe na tukubaliane ya kwamba kutoka siku ya leo, Bwana Yesu apewe sifa, we will cast all our problems, all our cares, all our anxieties, our worries unto Jesus. Na nimekwambia ya kwamba as long as you care, Yesu hatashughulika. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini utakapo surrender unto him, atashughulika kwa miamba yako. Bwana Yesu apewe sifa. Na ndikienda kuge na mundu riu umwe witu haha uthina mbere na gukua murigo, tiga gwitikira gukua murigo ringi. Etiguo Jesu akarugamaga hau kumuriganitie nake toguo nie tiganitie na kakodia uga akarugamaga akwirore irio rio kuire kiyo thithire urarenga njoya ukinugaga thithino no ni withange kwari utakirura mwira kuyo riu agakwirorera ugiakua gathina kagwathi ukagoka riu Jesu akurorete ndo tuliramurengera muri eketitie gukua miko kuma muthenya wa Mungu mwathani arogoce tunengere Jesu Kristo mwana wake because he is so much willing gukua na gushughulika kile kiothe. Mwathani arogoce kiratuthii mwathani arogoce na Ngai no we even in the Old Testament, in the New Testament, in the book of Jeremiah 33 verse 3 yugite takika ile nani gwitika guonie maundu manene maria nginya we utoi. Mwathani arogoce koguo Ngai niendaga gukairwo umwire Mwathani arogoce no utakaite ri agukora he will just be looking at you while ukigaragara mathina-inĩ ma Mwathani arogoce. That is now Jeremiah. When we come into the book of New Testament, Ephesians 3:20, Bwana Yesu apewe sifa. Paulo akiuga, now unto him who is able to do exceedingly. Kwa nini twathekerera hari ucio ukotaka maundu makiria ya maria tugwiraga, makiria ya maria tuhoyaga, makiria ya maria twanathuguta, makiria ya maria tukiimagine. Mwathani arogoce kulingana na hinya wa Kristo Jesu, according to Christ's power that worketh within you. You receive the share kiria kirathimo kiria wamukagira ri kiiganaine na umenyo waku wa Jesu Kristo. Tondu nikio maugoreka according to Christ's power, kulingana na hinya wa Kristo Jesu uria urarutarira thĩinĩ waku. Koguo akorwo kahinya gaku nĩ kanini ka Jesu Kristo thĩinĩ waku, matokeo yako ni madogo. Mwathani arogoce irocio kĩmũriganĩtie nake ni madogo. Ndio Mwathani arogoce. Koguo kũrabatara wandandũre ngoro yaku. Mwathani arogoce. Bwana Yesu apewe sifa. Nigetha Jesu Kristo eke uria endaga gwika mũtũrĩre-inĩ waku. Twende mbele zake Bwana, tuombe na ninajua tutabarikiwa. Omba dakika kama 2, mwambie uhoe kulingana na Mungu waigua kiugo kĩrĩa gũteithia. Ndagĩka 2 na nitoke hoi harĩa kũrĩkia na nitũriganĩria gũtũrathima. Thank you, Father Lord Jesus. We give you praise, we worship you, dear Father. Ni asante Bwana Mungu wa rehema, ninakushukuru na ninakutukuza katika jina takatifu na teule la Yesu Kristo. Ni asante kwa sababu hakuna Mungu aliye kama wewe. How Father I revere and I read to asabinikia. Makwaza kina makia ridasha tai riba. Rakazaka makia sofi nikia basika. Rika mazaka rabura makia zaina. Asoka taya Jehova riba.
Bwana Mungu wa rehema, ni kwa sababu Bwana unashughulika kwa niaba yako. Ni asante Bwana Mungu ishie milele. Tusaidie Jehova, katika jina la Yesu Kristo, tukatwike mizigo yako kwako. Ni kwa sababu kwako ni salama, katika jina la Yesu Kristo. Thank you Holy Spirit of the living God. Bwana Yesu upewe sifa. Tuchukue mikono yetu mbele zake Bwana, tuombe ombi la pamoja katika jina la Yesu. Ni asante Bwana Mungu wa rehema, ninakushukuru kwa sababu umenena nasi katika jina la Yesu Kristo. Neno lako Bwana ni pumzi yako, neno lako ni uhai wako, na neno lako Bwana limetujulisha ya kwamba that we cast our burden unto you Jesus, for you care for us. Ni asante Bwana Mungu wa rehema, katika jina la Yesu Kristo. Tuomba ya kwamba tangia siku ya leo Bwana, mizigo yetu, masumbufu yetu Jehova, kulemewa na hata kushindwa kwetu Bwana, tutakuleta kwako Yesu Kristo. Ndio Baba, ukabebe nasi Bwana Mungu wa rehema, ukaweze kutenda ambalo Bwana umekusudia kutenda katika maisha yetu, katika jina la Yesu Kristo. Tuomba ya kwamba Bwana Mungu wa rehema, tusiendelee Bwana na kuchukua mizigo katika maisha yetu, ili hali Yesu Kristo umejitoa kubeba mizigo yetu na kushughulika kwa sababu ya maisha yetu, katika jina la Yesu Kristo. Na ndiposa Bwana ulitoa uhai wako, ndio nasi Bwana tukapate uhai. Kutoka siku ya leo Jehova, mizigo yetu Jehova, maisha yetu Bwana, familia zetu Jehova, kazi zetu Bwana, tumezitwika kwako katika jina la Yesu Kristo, ambacho Bwana kimelemea kila mmoja aliye katika ukumbi huu. Bwana tukabidhi kwako Yesu, ukashughulike kwa niaba yetu katika jina la Yesu Kristo. Tuomba na hata na kuamini na tuseme amen. Even our online members, may God bless you. God bless you and do you good. God bless you. Amen.